mwezi wa 6 kabumbu pale ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Dabi inarudiwa rasmi. Kiukweli mimi natafakari sana bodi ya ligi. Kwanza sikutegemea kama bodi ya ligi wangeamua kupanga tarehe leo rasmi ya dabi. Sikutegemea. Nilitegemea kwamba badala jana Young Africans walivyoandika waraka wao kwamba sisi msimamo wetu tunasimamia msimamo ule kwamba hatuchezi. Nilitegemea kwamba wataanza kufanya vikao na viongozi wa Simba kuona namna ya kuweza kusuluhisha jambo hili la dabi. Kwa sababu ukitazama kiundani zaidi Mavala, ukitazama kiundani zaidi swala hili la dabi, hata wenyewe umoja wa vilabu ambao uko chini ya mwenyekiti Engineer Hersi, kwa sababu mwenyekiti Engineer Hersi ni mwenyekiti wa vilabu hapa Afrika. Lakini pia ukitazama kwenye mamlaka makubwa, kwa mfano FIFA, ukitazama kafu, wenyewe kwanza huwa hawapendezewi pointi za mezani. Sasa ukitazama scenario yote hiyo, nilitegemea labda bodi ya ligi na TFF ambayo iko chini ya Wallace Karia watakaa mezani siku ya leo, watakaa mezani na Young Africans kuona namna ya kuweza kutumia basi hata zile busara kama wao wazee wa TFF. Kwenye bodi ya ligi hapa kuna mzee wetu Mnguto, wale ni wazee. Nilitegemea watakaa meza moja kuwaomba viongozi wa Young Africans kwamba jamani, jana mmeandika waraka wenu wa kwamba nyinyi hamtoshiriki dabi, lakini nyinyi ni watoto wetu wa ndani, sio vema. Lakini wao wameona ni vema kwa sababu wako juu ya sheria. Young Africans wako chini ya sheria, wanajiamlia tu kwamba bwana tarehe 15 mwezi wa 6 itapigwa dabi ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii Mavala, kiukweli mimi binafsi naona bodi ya ligi bado haiko sawasawa, kwa sababu kwa mujibu ya mamlaka ambayo yako juu ya Mnguto au juu ya Wallace Karia, nikizungumzia kafu au FIFA, kwamba hawapendezewi na pointi za mezani. Kwa hiyo kiukweli bwana Mavala, nimesikitika sana kusikia hiyo taarifa ya leo kwamba bodi ya ligi imetangaza dabi rasmi tarehe 15 mwezi wa 6. Nilitegemea wangekaa na viongozi wa Young Africans kuliona hili na kulichekecha kwa mara nyingine. Kwa ili unadhani ingekuwa ni njia ipi itumike ili iweze kucheza? Unadhani usuluhishi ingefaa wakati Young African tayari wameshasema msimamo kwamba hawachezi? Bado kuna mamlaka husika ya ndani ya serikali yetu ambayo inasimamia na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia ana mamlaka makubwa ya kuweza pia kuitisha kikao na kuona namna gani ya kuweza kusuluhisha hii issue ya dabi. Labda serikali haiingilii mambo ya michezo. Ni kweli kabisa, lakini tulitazama issue ya Feitoto kipindi ana mgogoro na Young Africans. Rais aliweza kuingilia kati na ikapatikanika solution. Yes, tambua kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano ni mdau wa michezo. Mara ngapi Mavala tunaona anatoa vitita vya milioni 10, milioni 5. Yes, naam, wangempa nafasi basi walau kidogo. Kuliko ni pointi za mezani. Mimi nafikiri Rais ana haki ya kuingilia kwenye hili kabisa, kama tu Paul Chacha alipoingilia michezo kule Tabora kipindi Young Africans wameenda kucheza kule Tabora, aliingilia kati, mwisho wa siku yakatokea madhara kama yale. Lakini kwa hili, hizi pointi za mezani hazina nguvu wala hazina, yani itajikuta tu kwamba viongozi hawana mamlaka ya kuweza kusuluhisha migogoro ya hapa ndani ya nchi yetu. Hii inaleta taswira gani sasa kwa mpira wetu Young African, kama sasa hizi kumekuwa kuna gap kubwa sana? Angalia Yanga ni kama
yani so ni kama yani hawaendani kabisa na TFF ambao ndio baba mlezi, bodi ya ligi ambao ni moja ya sehemu ya TFF pale. Ligi yetu inaenda mwishoni, tunaanza kuanza msimu mpya. Inaleta taswira gani? Yani taswira ambayo inakuja sasa moja kwa moja, viongozi wetu sasa ambao wanasimamia mamlaka ya soka tayari hapo sasa watakuwa wamejishushia hadhi. Cha kwanza. Cha pili, watakuwa tena hawaaminiki tena na vilabu vyote vya hapa Tanzania ambao vinashiriki hii ligi. Wanawaamini ni kilabu kimoja tu ambacho labda kinaiamini TFF au bodi ya ligi sasa hivi. Ni Simba tu basi. Yaani Simba sasa hivi ndio iliyobaki kuiamini au kuwaamini viongozi wenye mamlaka ya soka hapa Tanzania. Ni Simba peke yake. Umeona mwenyewe Mashujaa walivyocheza na Simba. Tazama kilichofanyika pale. Tambua jana JKT kati ya Simba pale Mbweni. Tazama kilichofanyika pale. Meneja pale chupu zipigwe na refari. Kwa hiyo viongozi watazame sana hili swala. Linawachafulia sana na wataonekana si waaminifu na watakuwa wamepoteza maadili. Watakuwa wamepoteza uungwana wao kama viongozi. Kwa hiyo taswira ambayo sasa hivi Bwana Mavala, endapo kweli viongozi wakiendelea kukaa kimya kwa hili, ninakwambia dabi isipochezwa basi tena sidhani kama kuna viongozi walioko juu watalifumbia macho swala hili. Lazima kutatokea tu baadhi ya mambo kwenye bodi ya ligi au TFF, kama si viongozi pale kung'oka wengine. Nakwambia ukweli, kuna watu wengine wamekaa kimya wanasubiri kwamba dabi isichezwe ili yaamke mambo mengine. Kwa hiyo viongozi watajiharibia na sura yao sidhani wataiweka wapi Tanzania hii, kwa sababu wameshinda vitu vidogo tu. Hivi ni simple kabisa kukaa mezani na kuona namna ya kufanya. Yes. Na mwisho kabisa, unadhani kutakuwa kuna thamani yote ya kombe? Kwa sababu Simba kama atamaliza maana atakuwa na pointi ni 78 kwenye mechi zake 5 zilizosalia, na kama atatoa point 3 maana atakuwa na 81. Yanga kama hizo 79, kama atapokwa point 15 maana hataleta timu kwa mujibu wa kanuni, atabaki na pointi 64. Sasa nataka nijue thamani ya kombe letu, tunapewa kombe na kuna thamani kweli? Itakuwa na thamani yoyote au yani zile amshamsha ambazo tumezoea watu wamelitafuta kwa jasho? Unaonaje hizi parade zitapigwa, tutakuwa na ile ya morali kwamba okay, watu wamepata kombe kwa jasho na damu? Kwa sababu ya ukosefu wa kombe ndani ya Simba mnyama, awamu ngapi wamekosa kombe? Awamu 3 la ligi. Kosa kombe muda mrefu la ligi. Yeye atalipokea kwa sababu ya ulimbukeni wa ukosefu wa awamu ngapi? Awamu 3. Lakini ukitazama sasa uthamani wa kombe lilivyo, uthamani, ili kombe liwe na thamani Mavala, ni lazima watu walitolee jasho. Ni lazima watu waone kwamba hili kombe tumepishana pointi 1, kulipata sio rahisi. Kimenyeke pale ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, ili kombe liwe na nini? Na uthamani. Lakini kombe la mezani halina uthamani Mavala, halina mvuto. Hata parade yenyewe, nafikiri parade nzuri itakuwa labda Simba akirudi na kombe la shirikisho, sio la ligi. Hata Simba ukiwatazama sasa hivi kwa kauli ya jana ya Young Africans, kama wamemwagiwa maji, wameloa. It's not a game, it's a rich thing.